Jeshi la Polisi mkoa wa Tanga kupitia kikosi cha upelelezi makosa ya jinai CID kimefanikiwa kuokoa vijana wapatao 87 waliokuwa wakitapeliwa fedha zao kupitia mitandao ya kijamii baada ya kushawishika kujiunga na kampuni inayojinasibisha kufanya biashara ya mtandao ijulikanayo kama Champion Commercial Education. Katika tukio hili lilibainisha kuwa vijana hao walihamasishwa kujiunga na kampuni hiyo kwa ahadi ya kupata utajiri wa haraka kupitia biashara ya mtandao. Kwa mujibu wa taarifa za awali, kila kijana alitakiwa kutoa kiasi cha shilingi 600,000 hadi milioni 4 kama mtaji wa awali wa pamoja na gharama za mafunzo, huku wakiahidiwa kuanza kupata faida kubwa ndani ya muda mfupi. Jeshi la Polisi mkoa wa Tanga kupitia kikosi chake cha upelelezi wa makosa ya jinai CID kimefanikiwa kuwaokoa vijana wapatao 87 waliokuwa wametapeliwa fedha zao kupitia mtandao baada ya kushawishiwa kujiunga na kampuni inayojinasibisha kufanya biashara ya mtandaoni ijulikanayo kwa jina la Champion E-Commerce Education. Katika tukio hiyo imebainika kuwa vijana hao walihamasishwa kujiunga na kampuni hiyo kwa ahadi ya kupata utajiri wa haraka kupitia biashara za mtandaoni. Kwa mujibu wa taarifa za awali, kila kijana alitakiwa kutoa kiasi cha fedha kuanzia shilingi 600,000 mpaka milioni 4 kama mtaji wa awali na gharama za mafunzo, huku wakiahidiwa kuanza kupata faida kubwa ndani ya muda mfupi. Pia vijana hao wamekuwa wakiishi katika mazingira yasiyoridhisha, huku wakiendelea kupatiwa mafunzo yanayodaiwa kuwajengea uwezo, wakisubiri kupata utajiri huo walioahidiwa. Watu wawili waliokuwa wakisimamia kundi hilo ambao ni Mohamed Hamisi Idrisa miaka 24 mkazi wa Masiwani na Fidorin Hamisi Rashidi miaka 21 mkazi wa Mbugani wanashikiliwa na Jeshi la Polisi kwa mahojiano zaidi kuhusiana na tukio hilo. Jeshi la Polisi mkoa wa Tanga linatoa wito kwa wananchi kuwa makini na uwekezaji unaohusisha ahadi za kupata faida kubwa kwa muda mfupi bila kuwa na taarifa sahihi, na kama kweli kampuni imesajiliwa na mamlaka halali. Wananchi wanashauriwa kufanya uchunguzi wa kina kabla ya kujiunga na taasisi au kampuni yoyote inayojihusisha na uwekezaji hususan kupitia mtandao. Uchunguzi wa tukio hilo unaendelea na hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya wote watakaobainika kuhusika na utapeli wa aina hii. Asanteni.